Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia kupitia 24/7 Media. Kama kawaida tumekutana tena siku nyingine mtazamaji, kwa ajili ya kuhabarisha yale yote ambayo yanaendelea kujili katika viwanja mbalimbali vya kimichezo. Mimi ni Sport Lady Queen of the Pitch, na kubwa kuliko ambayo tutaenda kuizungumzia siku ya leo ni kuhusiana na sakata la mshambuliaji wa timu ya Simba Sport Club Jonathan Soa. Sakata limekuwa sakata kweli kweli, na hatimaye msemaji ameamua kutoa sasa hatima ama kutoa neno kwa watu ambao wanaendelea kufuatilia sakata hilo. Niko hapa na mchambuzi Alex Ngelezo kwa ajili ya kufahamu mambo kadha wa kadha kuhusiana na dondoo mbalimbali za kimichezo. Habari yako? Niko vizuri. Kwa vizuri kabisa. Mambo mazuri. Tumeona leo afisa habari wa timu ya Simba Ahmed Ally amethibitisha kuhusiana na sakata ambalo linaendelea kumkabili Jonathan Soa, na kusema kwamba bado yuko Simba lakini kashushwa na kufanyia mazoezi timu ya Simba under 20. Hii unaionaje? Of course nimesikia na mimi kidogo imenishangaza kwamba inakuwaje anaenda kufanya mazoezi na under 20 ikiwa ni mchezaji wa senior team. Imewahi kutokea duniani wachezaji wakubwa tu wanakuwa dropped kwenye ile squad kubwa ya wachezaji wakubwa wana train na timu za vijana. Imewahi kutokea mara nyingi tu hata barani Ulaya wapi, kwa sababu ya masuala ya kinidhamu. Nakumbuka hata Emma Mwashuri wa Al Ahly kama miezi mitatu iliyopita wakati wanakuja kucheza mechi dhidi ya Yanga Zanzibar, hakuwa sehemu ya kikosi kwa sababu alifanya makosa ambayo yalisababisha akaondolewa kwenye kikosi cha timu ya wakubwa akapelekwa kwenye kikosi cha vijana. Ni sehemu ya kumrekebisha mchezaji kitabia, lakini unakuwa na hiyo guard ya kumtoa mchezaji kwenye senior team kumpeleka timu za vijana ikiwa una squad ambayo imekamilika, ikiwa una squad ambayo inajitosheleza kwenye kila kitu. Sasa kilichonishangaza ni Simba anapata wapi hiyo guts ya kumtoa Jonathan Soa kwenye timu ya wakubwa kumpeleka timu ya vijana akafanya nao mazoezi ikiwa bado ana mapungufu kwenye eneo la kushambulia. Unajua wakati mwingine wabidi tutumie akili ya kawaida. Yaani pamoja na kwamba Soa inawezekana na changamoto zake nyingi ambazo hatuzijui, ila tunafahamu quality yake ndani ya uwanja. Ni mmoja wa wachezaji ambao wana quality nzuri sana. Ni mmoja wa wachezaji ambao wanapaswa kuibeba Simba kuitoa hapa ilipo kuipeleka sehemu nyingine. Simba bado inaungaunga, haijapata mshambuliaji mzuri. Kwa hiyo it is better kwa kipindi hiki wakasahau tu yale ambayo Soa anayafanya nje ya uwanja, wakamtumia kwa ajili ya Simba ili aje aisaidie Simba kuitoa hapa ilipo kuipeleka sehemu nyingine. Mwisho wa siku Simba ikimaliza msimu, nafasi ambayo watamaliza wataenda kukaa na kuzungumza sasa kwamba wanambakisha ama wanamuondoa, kwa sababu mpaka saa hizi yani Soa hakai nje kwa sababu ya matatizo ya labda kufungiwa na bodi ya ligi au labda kufungiwa na kamati labda ya maadili ya TFF. Hapana, ni kwa sababu Simba wao wenyewe wameamua kumfungia kwa sababu ya tabia ambazo wao wanaziona sio safi. Sasa wakati mwingine kama mchezaji unamhitaji, hautakiwi kumlazimisha aishi wewe unavyotaka. Unatakiwa uishi vile ambavyo yeye anataka ili uweze kunufaika naye. Timu kama Manchester United zimekuwa na wachezaji kama kina Eric Cantona, alikuwa anachezaji wa korofi kweli kweli. Lakini ifika time kwa sababu alikuwa hapendi kukaa kambini, United iliamua kumwacha kwamba akae anavyojisikia yeye, lakini bwana muda wa mazoezi ni saa 8. Saa 8 huko umeshafika. Mechi labda tunatakiwa kuungana kwa ajili ya mechi labda masaa 10 kabla ya mchezo, huo umeshafika. Kuhusu au maisha mengine yako nje ya uwanja utajua wewe mwenyewe, lakini si kwa sababu tunakuhitaji hapa na unatusaidia njoo tukutumie vizuri. Sasa hicho ndio kitu ambacho Simba ipaswa kukifanya, kwamba hata kama Jonathan Soa anafanya mambo ya ajabu huko, lakini uwanjani anafanya vizuri. Kama uwanjani anafanya vizuri, endelea kumtumia hapa uwanjani ambako wewe ndio target yako kubwa. Hayo maisha mengine ya nje huko sisi hatuyajui. Yaani hatujui kinachofanyika huko, ila tunajua kinachofanyika ndani ya uwanja. Lakini shida si ni utovu wa nidhamu. Of course yes, shida ni utovu wa nidhamu, lakini kwa mfano tu nasemea mfano, nisamee kama tokana ni mfano mbaya. Kwa mfano tukisema wewe ni malaya, sio si ndio? Tukasema wewe ni malaya. Halafu yote unayoyafanya unayafanya tu nyumbani kwenu, ndani kwenu, sawa Hizo tabia zote mbaya za nini za kimalamazo unayosha ndani kwenu. Ukitoka ndani kwenu huko nje sasa hatukujui. Watu wale huko nje si hawakujui. Ila ndani kwenu ndo wanakujua, kwa sababu huko nje unajitahidi kuficha nini mapungufu yako, sio? Basi ya ndani yaachiwe wapi? Ndani. Haya ya huko nje ambayo ndo interest ya kila mtu, acha yatoke wapi? Nje. Yafanyike kwa ubora. Wewe ndani kwenu unaonekana hivyo, sio? Kwa sababu ndani unaonekana hivyo, sisi tunakaa na wewe tu, tunakuacha hivyo huko ndani.
lakini kwa sababu tunataka kukutumia kwenye mambo mengine huko nje, tunakutoa sasa huko nje tutakutumia kama kawaida, lakini tusikufungie ndani wewe kwa sababu tu watu wanasema labda au sisi ndani tumekuona kama wewe uko hivyo. Umeelewa vizuri? So tabia ya mtu ya ndani haiwezi kuwa sawa na tabia ya mtu ya nje. Kama Jonathan Soa anafanya vitu vibaya ndani ya Simba huko kwenye kambini au wapi huko, sisi tunakufanyia. Lakini si huko si hatujui. Si tunasikia taarifa kutoka ndani. Sasa hizi ambazo tunazisikia acha tuzisikie hivyo hivyo, lakini kwa sababu wana shida naye wamtoe tu huku nje wamtumie kwenye mechi ili awasaidie. Sio kama umeelewa vizuri. Kwa maana hiyo niondoke na kipi kwamba Soa anafanya kambini maybe au kwenye mazoezi? Wayasahau, waachane nayo tu kwa sababu sasa hivi Simba ina hali mbaya. Wamtumia awasaidie. Mwisho msimu ukiisha ndio mkae sasa mjadilia, jamani mtu tumetusumbua sana, kwa hiyo tumpige chini. Au tumbakishe. Mnakubaliana sasa. Lakini sasa hivi mkisema mumwache, mwisho siku mnajitengenezea tu matatizo. Yaani mnatengeneza tu matatizo ambayo yanazidi kuwa makubwa. Yaani mchezaji huyo mnamlipa, alafu huyo mnakosa huduma yake ndani ya uwanja. Wakati uwanjani timu inahitaji huduma yake, na wakati mnahitaji huduma yake pia hamuipati, bado huku ndani pia mnamlipa pesa kama kawaida. Sasa ili msipate hasara kote, ni bora mkamleta uwanjani, mkamtumia uwanjani, halafu huko nje sasa kwenye tabia zake za huko mkaendelea tu kuzivumilia mkaenda mpaka msimu uishe. Kwa sababu ibaki miezi mingapi? Almost kama miezi 3 tu au 2 ligi iweze kumalizika. Sasa kwa nini mwanze kupambana naye, muanze kumpeka timu za vijana, sio mfanyeje? Mwisho wa siku timu ndio inapata hasara, ila yeye apate hasara kwa sababu si analipwa. Mwisho wa siku yeye analipwa na maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa matatizo yaliyopo Simba ni bora wangemsamehe akaendelea na mechi kutumika kwenye mechi za ligi, halafu baadaye msimu ukiisha ndo akamuondoa kwenye kikosi chao ili aweze kuwavusha hapo walipo. Leo tunazungumza Simba ina shida kwenye eneo la kushambulia. Haina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufunga mabao kwenye kila mechi ambazo wanacheza. Yes, kwenye hizo mechi 4 zilizopita sema na mwalimu amefunga mabao 4, lakini bado consistency yake na quality yake haiwezi kulinganisha na nani? Na Jonathan Soa. Kwa hiyo ni bora wakae huko nje ya huko ambao anatajwa huko ndani ambao sisi hatuna wakanayo, wangeacha huko. Lakini Ngereza hadi sasa hivi Soa yupo anafanya mazoezi ya under 20. Unafikiri hii itamwathiri kivipi pengine? Maana akishaangalia tayari anafanyia mazoezi ya under 20. Sasa ngoja nikwambie kitu. Kuna wachezaji ambao huwa hawajali maisha. Hawajali. Yali mdadu unamlipa, yeye hajali. Sawa Unaona kwa mfano Morrison. Nyata mkimfungia yeye fresh tu. Ataenda zake TikTok, Instagram, TikTok live, ataenda zake Instagram live, hajali kwa sababu unamlipa. Anachokihitaji ni kusaini mkataba. Si amesha saini? Maana yake haki zake zingine za kimkataba si unatekeleza. Wewe haki zako ndo hatekelezi kwa sababu wewe hutaki atekeleze kutokana na tabia ambazo umeona kwake kwamba wewe hazikufai. Sasa Jonathan Soa nikupe tu rekodi yake fupi. Ni mchezaji ambaye kwanza hajawahi kutokea akacheza msimu mzima completely. Yaani kwamba kuanzia mwezi wa labda kuanzia September up to May. Au labda August up to May. Haijawahi kutokea. Lazima hapo kakati atafungiwa, atafanyaje? Lazima. Kwa hiyo ni maisha ambayo kashazoea naona. Kwa hiyo huwezi kumbadilisha. Yaani kashazoea. Huwezi kumbadilisha. Yaani unaona mchezaji mwenye kipaji kikubwa kama kile cha Soa hawezi kuwa atoke kana aje Tanzania, haiwezekani. Yaani angekuwa ameenda Ulaya tangu kipindi cha nyuma. Lakini tabia yake ile sio tabia ya sasa hivi, ni tabia ya tangu zamani. Ni tabia ya tangu utoto wake anakuwa kwenye hizo centers. Yule ametokea academy moja inaitwa Accra Academy. Ni academy ambayo ina supply 70% ya wachezaji wa Ghana ambao wako Ulaya. Sasa kama amecheza kwenye academy ya namna ile, alafu bado amekuja kucheza hapa Afrika, manake bado tabia yake ile haikuwa ya sasa hizi kwamba imeanza tu leo. Ni tabia yake ambayo alianza nayo tangu zamani. Jonathan Soa aliwahi kuitwa kwenye timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 18 na aligoma kwenda. Sasa utamwambia nini? Kwa masuala ya kugoma yani imekuwa kawaida kwake, haoni kawaida tu kwake, ambavyo yeye kwake haviwezi kumsumbua. Sasa Simba wachague aende kufanya mazoezi na timu za vijana wakati bado wanamlipa, waendelee kupata shida kwenye kufunga mabao,
au wamchukue wamete kwenye timu afunge mabao alafu wakae kwenye nafasi nzuri, watachagua wenyewe. Mimi nitakupa siri moja. Ndio kuzungumza na mmoja wa viongozi wa Singida akaniambia, of course so tabia zake hizi ambazo Simba anazilalamikia ndio tabia ambazo pia alikuwa nazo Singida. Na ndio maana hata Yanga ilikataa kumsajili kwa sababu wao walikuwa wanapata hizo taarifa kutoka kwa viongozi wa Singida. Kwamba huyo mtu bana, kwanza mazoezini mvivu, mara nyingi ni mtu wa starehe sana. Umeelewa? Sasa wao Yanga wakaona kwa hii hatuwezi kuendana naye. Waka drop kwenye ile deal. Simba wao wakaja kumchukua, wakaja kumtumia, na tunamwona mpaka leo anawasumbua. Lakini Singida, kwa taarifa ambazo mimi nilikuwa nazo, kwa sababu walikuwa wameshaona hizo changamoto zake tangu mwanzoni, wao waliona hakuna haja ya kumsimamisha. Sisi tuna shida naye uwanjani, ngoja tumpeleke uwanjani hivyo hivyo acheze, atusaidia. Hizo tabia za huku nje huko tuachane nazo kwanza. Lakini uwanjani bila nidhamu panaendeka. Alifunga mabao 13 akiwa na Singida. Alafu aliingia Januari. Kwenye tabia hizi ambazo Simba analalamikia ndio hizo ambazo walikuwa nazo Singida. Lakini Singida waliona kwamba sasa hata tukimweka nje au tukimfungia tayari sisi tunamlipa huyo mtu. Kwa hiyo tufunge nini? Tujinani, yani tusahau kila kitu, tumtumie tu uwanjani. Wakaona waendelee kumtumia uwanjani. Msimu ukisha aondoke, kwa sababu anafunga, majukumu yake ya uwanjani anayatekeleza inavyotatikana. Sasa kwa nini uhangaike na kumfungia? Kwa hiyo ikabidi wadili na ule ubora wake wa ndani ya uwanja. Huko nje sasa ikawa mechi ikiisha, ameenda kulala kwake, ameenda kulala hotelini, amelala wapi hawataki kujua. Ila ile siku moja kabla mchezo atampigia simu, upo kwenye kikosi cha kesho basi. Na uzuri ni mtiifu kwenye swala la kucheza, ni mtu ambaye anapenda kucheza mpira. Kwa hiyo ikitokea yuko kwenye lineup ya kikosi, atatokea kwenye mechi na atacheza na atafanya vizuri. Hata Fadu Davids alianza kumtumia Jonathan Soa akiwa na nidhamu hii. Michezo minne alifunga mabao 3. Alivyoondoka Fadu Davids alivyotoka pale, mwalimu alokuja hakumtumia tena. Ndio na mpaka leo alitumika nadhani kwenye mechi moja tu ya dhidi ya Azam FC. Ndio mechi ambayo alikuja kutumika kama mnakumbuka vizuri. From there hakutumika tena mpaka leo. Manake Fadu yeye pia alishaona shida ya Soa. Kwa hiyo akaamua amtumie kwa sababu anataka mshambuliaji, na akawa anafunga. Alivyoondoka, makocha waliokuja kuweza kuendana naye, kupenda tabia zake, wakaamua kumdrop kwenye kikosi. Kwenye mechi ngumu dhidi ya Azam FC wakampanga, akaenda kucheza madhambi ambayo alisababisha akafungiwa michezo 5. Alivyorejea adhabu zikaongezeka mpaka na leo hapa tunavyozungumza. Kwa hiyo Simba watachagua wenyewe, wamtumie ili wanufaike au wasimtumie lakini waendelee kumlipa ili tutabaki kuwa kwenye mikono yao. Ila wapo wachezaji tu watukutu duniani ambao nidhamu zao huwa ni mbovu, lakini huwa watu wanaamua kuamua kuwatumia tu kwa sababu wanawahitaji. Nimekutajia mfano Eric Cantona. Kuna mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Mario Balotelli. Sio wa zamani sana, naamini ushaye kumsikia. Kwa cheza Manchester City. Mcheza timu nyingi, of course hata AC Milan pia kacheza sana. Sasa yule jamaa kuna siku moja anacheza mechi, kwa nadhani kwa Manchester United na Manchester City. Alienda akafunga bao. Alafu akafunua t-shirt yake huko ndani imeandikwa why always me. Yaani kwa nini kila akiingia anafunga? Alafu akatoka nje. Alipewa mpira acheze penalti, akapiga ule mpira nje kwa makusudi tu. Akapiga mpira nje, alafu akaendelea na mishemishe zake zingine. Umeona? Inter wanaenda kwenye mechi ya UEFA Champions League. Yuko na Jose Mourinho ndo anawafundisha, anawaambia sasa tunaenda kwenye mechi, wewe ndo mshambuliaji pekee uliobaki. Naomba usilete vurugu. Ukileta vurugu utapewa kadi nyekundu. Ukipewa kadi nyekundu hatuna mshambuliaji mwingine. Wamerudi kipindi cha pili, sijui dakika 5 tu sijui. Kamkunja mtu, kapewa kadi nyekundu, katoka. Alafu akitoka yeye yuko fresh, hajali. Lakini huyu Mario Balotelli kacheza timu kubwa barani Ulaya na ana rekodi nzuri, kacheza timu ya taifa ya Italy vizuri tu na tabia zake hizo. Kwa wakati mwingine watu wanafunika madhaifu ya mtu ili wamtumie. Hata kwenye taasisi zetu hizi wakati mwingine mtu anaweza kaona huyu yani
sio mtu anayefuata sheria za ofisi, lakini sasa tuna shida naye kwenye kazi. Kwa hiyo tumwache tu, lakini alimradi kwenye kazi tukimhitaji anakuja, basi tuendelee kumtumia kwenye kazi. Hizo mambo zingine, hizo mambo ya kuwahi anachelewa, basi tumwache hivyo hivyo. Hayo mambo yapo na hao binadamu wa namna hiyo wapo. Kwa hiyo wakati mwingine sasa inabidi uchague kutumia kile kizuri cha mtu kuliko yale mabaya mengi ambayo anayo. Ni kweli sio ana tabia mbovu, ni sawa, lakini unamtumiaje ili akusaidie pamoja na kwamba ana tabia zake mbovu? Hiyo inabakia kwenye akili ya nini, ya viongozi. Shida nyingine kwa Simba ni kwamba wanasikiliza sana watu wa mtandaoni. Wanasikiliza sana watu wa mtandaoni. Watu wa mtandaoni wanavyovisema vingi ndio ambavyo wanaondoka navyo. Kitu ambacho kinaifanya sasa timu inazidi kupata shida zaidi. Yaani wao mtu anavyokosolewa na wanaona pale pale ndio wanachukua kama nini? Kama advantage. Hicho nacho ni kitu kingine kibaya, lakini there is no way unaweza kumcontrol kila mtu. Yaani once mtu ni ashakuwa yeye mtu ashameka 25, 26, 27 kuendelea, ni ngumu kumcontrol tena, kwa sababu tayari akili yake inafanya kile ambacho yeye mwenyewe amekichakata, sio cha kuchakatiwa tena na mtu. Kwa hiyo there is no way utamcontrol. So kama ambavyo alishindwa kumcontrol Bernard Morrison, ndio hivyo hivyo atashindwa kumcontrol nani? So kwa hiyo itabidi wachague sasa kipi bora kwa upande wao. Kama wanaona hawezi kuvumilia tabia yake, basi wamwache tu, msimu ukiisha aondoke. Kama wanaona wanaweza, basi wamrudishe kwenye kikosi acheze, hayo mambo mengine watadili nao baadaye.